kiasi kikubwa hadi kufikia lita milioni 50 kwa siku kutoka lita milioni 270 ambazo zilikuwa zikizalishwa awali katika chanzo cha mto Ruvu Chini. Mwanahabari wetu Egbert Alfred aliyeoga maji ya chumvi leo ana habari hiyo. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kupitia kwa mtendaji mkuu wake Mkama Bwire imesema kuwepo kwa uzalishaji mdogo katika uzalishaji maji katika vyanzo mbalimbali ndiyo sababu kubwa ya changamoto hiyo. Kwa mwaka huu mvua za vuli nazo zimekuwa ni za kusuasua. Na hadi sasa hivi tunazungumza miezi kama hii kidogo hali huwa imekuwa imeshabadilika, lakini kwa mwaka huu tunazungumza leo Desemba 12 bado tunaona mawingu na vitu kama hivyo, kwa hiyo imepelekea kuendelea kushuka kwa maji. Lakini hilo ni la muhimu nalo litokea. Lakini kuna changamoto nyingine iliyojitokeza katika msimu huo. Kulitokea nako changamoto ya mto mkuu wa Ruvu nao kama umeacha njia yake kipindi cha mvua, kwa hiyo baadhi ya maji mengine yakatawanyika. Nitaonyesha picha pale. Aidha amesema DAWASA kwa kushirikiana na bonde la Wam Ruvuma imechukua hatua za muda mfupi kupunguza adha ya maji jijini Dar es Salaam, ikiwemo kufufua visima ili kusambaza maji na kupunguza adha hiyo. Waombe wananchi na walili na waandishi wa habari tuweze kuwa na uvumilivu, lakini kikubwa tutoe elimu hii kwa pamoja wakati tunapoendelea na jitihada za muda mfupi, lakini wananchi watambue na hatua madhubuti ambazo serikali inazichukua kuhakikisha tunatatua changamoto hizi za maji katika jiji la Dar es Salaam na maeneo ya mkoa wa Pwani. Kwa jitihada hizo zinaendelea. Ninajua kwamba unaweza kwamba mtu mwenye njaa leo ukimwambia ale kesho inaweza ikawa ni ngumu kuelewa, lakini tunaomba kuhakikishie kwamba hilo tutaweza kulifanyia kazi. Kwa upande wao baadhi ya wananchi wamempongeza DAWASA kwa wazi kuelezea changamoto hiyo na kutoa rai ya kuendelea kushughulikia changamoto hiyo kwa haraka, kwani maji ndiyo kila kitu katika maisha. Tumeshukuru kwanza kwa kutupa taarifa, kwa sababu wananchi wengi tulikuwa hatujui changamoto gani inayoendelea ya ukosekani inasababisha tupate ili changamoto ya maji. Lakini pia tunashukuru kwa serikali kwa kutupa njia mbadala ya kutushauri tuweze kutumia njia mbadala za kutumia maji ya visima au maji ya mvua ili kuweza kupambana na hizi changamoto za ukosefu wa maji. Lakini pia tunasema tunashukuru kama kuna njia nyingine mbadala ambayo labda wanaweza wakatushauri au wanaweza wakatusaidia kwa kipindi hiki ambacho tukiendelea kusubiri miundombinu ikiendelea kufanyiwa marekebisho na tatizo hili la upatikanaji wa maji likiendelea kutafutiwa ufumbuzi. Tungependa ili jambo lifanyike kwa haraka zaidi, kwa sababu changamoto ya maji imekuwa ni changamoto kubwa sana ukilinganisha na changamoto zingine. Ni bora mtu akose umeme lakini asikose maji. Kwanza ningependa kushukuru kampuni ya DAWASA kwa kutoa sababu ya hii changamoto ya mto Ruvu kukosa maji, lakini pia ningependa kuwasihi wa Tanzania au wananchi wa taifa hili kwamba tuzidi kukaa vyema, tuzidi kuhamasishana kutumia maji ya visima kama DAWASA wanavyosema, lakini pia tuzidi kuwapa moyo kampuni hiyo kwamba itaweza kurudisha maji kwa muda mwafaka. Hatua hii inakuja ikiwa ni karibu wiki 3 kwa baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wakiendelea kusota na uhaba wa maji. Egbert Alfred Junior, EATV, Dar es Salaam. Naam, kwa kweli maji yakiwa ni mateso na chuki. Unajua kuna mateso bila chuki, sasa kuna mateso na chuki. Labda huu mgao tupewe ratiba. Kule Tegeta sisi hadi leo hatujui hata kuja lini. Tutoke huko